Leo tarehe 31 mwezi wa 12 2025 ni siku ya mwisho wa mwaka wa 2025 ambayo kila mmoja wetu anatamani na kumuomba Mungu imalizike salama ili aupokee mwaka mpya 2026. Kulingana na desturi zetu kama Watanzania, huwa tunakuwa na shughuli mbalimbali katika kuhitimisha mwaka na kuukaribisha mwaka mpya. Miongoni mwa shughuli hizo huwa wengi wanapendelea kushiriki kwenye mikusanyiko ya kumuomba na kumshukuru Mungu kwenye nyumba za ibada, na wengine hukaa na familia, ndugu, marafiki na kusherehekea aidha majumbani au sehemu wanazoona zinafaa kufanya hivyo. Ili hayo matumaini ya kila mmoja wetu na shughuli hizo ziweze kufanyika bila hofu au wasiwasi, amani, utulivu na usalama lazima uwepo. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Polisi linatoa wito ili kila mmoja aweze kusherehekea sikukuu ya mwisho wa mwaka na kuukaribisha mwaka mpya kwa namna anavyoona inafaa, ili mradi havunji sheria. Ni wajibu kwa kila mmoja kuzingatia kanuni za kiusalama, kwa usalama kuanza na wewe kwanza. Watakaotumia vyombo vya moto kwa ajili ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na watumiaji wote wa barabara, sote tuzingatie na kuzitii sheria za usalama barabarani, tukiongozwa na kauli mbiu ya wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani inayosema familia yako inakusubiri, zingatia usalama. Kwa wale ambao wameomba kibali cha kupiga fataki na wakaruhusiwa, wazingatie maelekezo na muda waliopewa ili kuepuka usumbufu kwao na kwa wengine, hasa wagonjwa wetu walioko mahospitalini na majumbani. Ni marufuku kuchoma matairi popote, ikiwepo kwenye barabara zote nchini. Wenye tabia kama hizo au wanaopanga kufanya hivyo watambue, unapochoma matairi barabarani au kwa kutumia chochote kinachosababisha moto kuwaka na kuchoma barabara, unachoma miundombinu iliyojengwa au iliyotengenezwa na fedha zilizotokana na kodi yako na za Watanzania wengine. Hivyo unajihujumu mwenyewe na wengine. Epuka kupanga na kufanya uhalifu wa aina hiyo. Pia kila mzazi au mlezi azingatie ulinzi kwa watoto kama sheria, kanuni na taratibu zinavyotuelekeza, ili tuwaepushe na madhara mbalimbali, ikiwemo kupotea kama ilivyoshuhudiwa katika siku kuu zilizopita. Jeshi la Polisi Tanzania lipo imara katika kuimarisha usalama kwa misingi ya sheria, ili kila mmoja asherehekee kwa amani na utulivu. Tunachoomba kutoka kwenu wananchi ni ushirikiano wenu kwa kila mmoja wetu kutii sheria, kulinda na kuimarisha amani, utulivu, umoja, upendo, usalama na mshikamano, ili taifa letu lizidi kuwa na amani.